Mimi nitasema na wewe Baba, Bwana Yesu, sema nami nitasema na wewe. Kristo Bwana Yesu, sema nami nitasema na wewe. Baba, Bwana Yesu, sema nami nitasema na wewe. Kristo moyo wangu, nena daima. Baba, moyo wangu, nena daima. Baba, wapandaji kweli ndio wengi, Baba, wavunaji ndio wachache. Baba, wapandaji, Baba, ndio wengi, wavunaji ndio wachache. Baba, wapandaji Kristo ndio wengi, Baba, wavunaji ndio wachache. Sema moyo wangu, nena daima. Baba, moyo wangu, nena daima. Unaona Yohana 9, John chapter 9. Waweza kunena kwa dakika kadhaa ambazo Mungu ameweza kusema tunene pamoja. John chapter 9, kuanzia pale mwanzo tafika 12. John chapter 9, verse 1 to verses 12. Yohana 9 kuanzia pale mwanzo tutafika 12. Iwapo umepata sema amen. Amen. Yohana mtakatifu mlango wa 9 kuanzia 1 hadi 12, na nitasoma kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? 3. Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipokuwa mtu kufanya kazi. 5. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho. Akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetemwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. 8. Basi jirani zake na wale waliomwona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndiye. 10. Basi
Wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. 12. Wakamwambia, yupo wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Na neno lake Mwenyezi Mungu libarikiwe. John chapter 9 verse 1 to 12. It says, as he passed by, he saw a man blind from his birth, and his disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, it was not that this man sinned or his parents, but that the work of God might be made manifest in him. We must work the works of him who sent me. While it is day, night comes when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. As he said this, he spat on the ground and made a clay of splitted and anointed the man's eyes with clay, saying to him, go wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back seeing. The neighbors and those who had seen him before as a beggar said, is not this the man who used to sit and beg? Some say, it is he. Others say, no, but he is like him. He said, I am the man. They said to him, then how are your eyes open? He answered, the man called Jesus made clay and anointed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. So I went and washed and received my sight. They said to him, where is he? He said, I don't know. May God bless the word. Baba, katika jina la Yesu, andiko msomo Mwokozi hali kuligawa, Baba tufia kama chombo kwa hiyo jina lako. Yesu kabariki Mwokozi kana hivyo kama wewe ni Baba wa Kristo Yesu, naomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuzungumza kuhusu kitu ama ushuhuda, testimony. That is our theme of the day. We shall speak about testimony. Na unapotazama asubuhi, watu waliweza kushuhudia namna Mungu amekuwa ni mwaminifu na wa msaada. Wengi wakashuhudia matendo mazuri ya Mungu ndani ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndipo nataka nikuulize swali. Asubuhi ya leo, jiulize, which kind of a testimony do you carry? Which kind of a testimony do you possess? Unabeba ushuhuda wa aina gani? Katika maisha yako, ushuhuda mgani ambao unasimama nao ukiambia Mungu ni asante kwa namna umekuwa msaada, msaidizi katika maisha yangu? Ni ushuhuda mgani? Mungu amekufanyia matendo mazuri, badala usimame ushukuru Mungu, mwambie Mungu ni asante. Wengi wametamani kufanyiwa jinsi umenifanyia, lakini hawajaweza kufanikiwa, lakini mimi Mungu amenifanyia. Lakini badala ushukuru Mungu, unajifinyilia nayo. Umepewa kipawa, umepewa zile nguvu za kufanya vitu fulani. Sasa badala ufanye kulingana na nguvu za Mungu, unaanza kuringaringa, unasema mimi siwezi fanya. Nataka nikwambie, itafika wakati you shall be accountable kwa jinsi Mungu alivyotaka ukamfanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Itafika wakati kama Wakristo utakaposimama mbele za Mungu, utasema nilifanyia kipawa ambacho ulinipa, nilikifanyia ABCD. Kwa hivyo nataka nikupe changamoto siku ya leo ya kwamba afadhali uanze kutumia kipawa ambacho umepewa ili kesho uwe na ushuhuda mwema. Sema amen. Kesho utakuwa na ushuhuda mwema. You shall testify, na utasema ya kwamba Mungu amenifanyia mambo makuu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ushuhuda ama testimony ni ile njia ya kuexpress, you expressing yourself.
on what God has done for you. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaambia watu ya kwamba yale matendo ama yale mambo ambayo Mungu ameweza kunifanyia, unashuhudia na unaelezea kwa njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoelezea yale ambayo Mungu amekufanyia, mimi ninajua ya kwamba mbinguni Mungu naye pia amefurahia, kwa sababu umekubali na umekiri na kinywa chako ya kwamba Mungu aliye mbinguni ameweza kunitendea mambo ya msaada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama kanisa la Hekima na Heshima tukasimame, tuanze kutestify, tuambie Mungu ni hakika umekuwa msaada, hakika Baba umeweza kuonekana katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Only when you testify in your heart, hapo ndipo sasa Mungu anaanza kudhihirisha zaidi katika maisha yako. Sema amen. We must testify. Na mtu ambaye alipotea ndani ya kanisa miezi 2 iliyoisha, akirudi atashindwa, nimekuta mahali ambapo nilijua ama ni mahali ambapo nimepotea. Sema amen. Sababu ya ushuhuda wa Mungu. Kwa hivyo kama kanisa la Hekima PLG lazima tuzidi kusimama na kazi ya Baba, na unapotestify, unapotoa ushuhuda, kuna mtu mwingine mahali anabarikiwa na ile ushuhuda ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Sema amen. Kuna mtu anabarikiwa na ushuhuda ambao unasema. Bwana Yesu asifiwe. Sababu pia naye ako chini, ameona shida katika maisha yake, tangu azaliwe hajawahi barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa kuna ndugu, kuna dada ambaye anatestify what God has done katika maisha yake. Unampa huyu ndugu moyo, unampa huyu ndugu imani ya kwamba pia nami siku yangu inakuja. Sema amen. Nitangaze katika jina la Yesu, hata kama ni magonjwa yanakufinya, iko wakati utainuliwa na uponyaji, iko wakati utainuliwa na uponyaji. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Iko siku utainuliwa na uponyaji katika jina la Yesu. Kwa sababu kuna ndugu ametoa testimony ya kusema ya kwamba mimi Mungu nilikuwa nimelazwa hospitali, nilikuwa nimelala katika kitanda cha mauti, lakini Mungu aliye mwaminifu katika maisha yangu ameweza kunitendea miujiza. Sababu saa hizi I can testify, niseme ya kwamba Baba ameweza kugusa maisha yangu, ameniondolea magonjwa katika maisha yangu, akanipa uzima katika jina la Yesu. Nataka nikwambie, licha ya kwamba uko peke yako, lakini Baba aliye mbinguni anakutazama. Sema amen. Aliyekuumba na kusema nimekuweka ndani ya dunia, nataka nikutangazie hata kama itachukua muda, lakini Baba atatenda. Sema amen. Hata kama itachukua nini? Muda. Jambo kuu Baba atatenda katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unapotazama kuna vitu zingine ambazo zinaweza fanya mtu you be born spiritually blind. Bwana Yesu asifiwe. Sababu the main theme ama the main agenda ya kitabu ambacho tumesoma, kuna mtu mmoja ambaye ameketi barabarani, ameshaliwa tangu azaliwe, hajawahi ona na macho zake. Sasa imefika wakati Mungu ama Yesu anapita, anapopita wanafunzi wanapomtazama wanamuuliza swali, Yesu, katikati ya huyu ndugu na wazazi wake ni nani aliyefanya makosa? Bwana Yesu asifiwe. It is only kwa sababu huyu mpendwa hana ile uwezo wa kutazama tena. Bwana Yesu asifiwe. Hajawahi tazama na macho yake. Kwa hivyo wanafunzi wanauliza, Abi, kati ya huyu ndugu na wazazi wake ni nani aliyefanya makosa? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wanauliza maswali kwa namna ambavyo unaonekana physically. Bwana Yesu asifiwe. Unapoonekana mbele kwa watu hawa, wanapokutazama jinsi unavyokaa, wanaanza kujiuliza maswali, wanasahau in the spiritual realm Mungu anafanya vile vitu tofauti. Sema amen. Hata kama una vitu ambavyo wao wenyewe hawana, hata kama uko na mali ambayo mimi sina, lakini kitu ambacho niko nacho ndani ya moyo, kile ambacho nimekibeba ambacho ni cha roho, wewe hauna. Sababu ya roho haionekani na macho bure. Unapotaka uone mambo ya roho, lazima utembee ndani ya roho, lazima ulale ndani ya roho, lazima uishi ndani ya roho. Sema
vitu vya roho, lazima utembee ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wamshene, kwa sababu wanatembea na mwili, wanatembea na macho za nje, wanapokuona umevaa nguo imeraruka, lazima iwe ni topic juu ya maisha yao. Hakika umevaa nguo imeraruka, hapana. Wacha waseme nguo yako imeraruka, lakini roho juu imeraruka. Uwe na roho njema, uwe na roho safi. Sema amen. Imeraruka nguo. Anatembea na madai. Nataka nikwambie, afadhali nitembee kama nimependa, lakini kiroho nitembee nikiwa msimamo. Sema amen. Unajua ni mbaya sana utembee wima kama askari, lakini kiroho umelala. Ni kama mtu atanisikia. Unajua ni mbaya unavaa nguo mzuri zile nguo za bei, ile fashion ambayo imetoka iwezi pita mdomo yako, haiwezi pita macho yako, lazima ukimbie ukalipate. Lakini ndani ya roho hauna fashion, moyo wako umebondeka, hauna imani, hauna the spiritual power katika maisha yako. Nataka nikwambie, achana na mambo ya dunia, angalia mambo ya Jehova. Nasema achana na mambo ya dunia, angalia mambo ya Yesu. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Which testimony do you possess? You are possessing which testimony? Unatembea na ushuhuda ya watu wengine, ama wewe unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Sababu unapotazama wanafunzi, licha ya kwamba wametembea na Yesu siku mingi, wameona Yesu akiponya wagonjwa, viwete wanatembea sababu ya nguvu za Jehova. Imefika wakati, imagine bwana, ati wanafunzi wanaambia Yesu, huyu mtu alifanya makosa sababu hajazaliwa kama anaona. Imefika wakati watu wanaongea mambo jizo kwa masikini, ati ni kwa sababu ulizaliwa vibaya. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawajibu na kumwambia, huyu mtu hajafanya makosa na hata wazazi wake hawajafanya makosa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna vitu zingine zinafanyika, huyu mpendwa ako namna hii, ili wakati ambapo nguvu za Mungu zinapomshukia, kipande cha power, the glory of God lazima iwe magnified katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna shida zinateremka, zinaingia, ili wakati ambapo Mungu anakuinua, wakati ambapo unaanza kusongeshwa, watu wanashuhudia, wanasema exactly, Baba ambaye Mungu anafanyia kazi ni Mungu aliye hai. Sema amen. Mungu ambaye tunamsifu ni Mungu anayetenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu miujiza, sio Mungu wa kubahatisha. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika ni kazi kufanya kazi ya Mungu, mpendwa, usihebu kubahatisha. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kubahatisha. Simama tu wima kama mtu ambaye amesimama na kazi ya Bwana. Sema amen. Sasa wanafunzi wanauliza, huyu alifanya makosa gani? Wazazi wake walifanya nini? Kiposa jamaa zaliwa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani today, yaani haya maombi ama haya maongeshi, it is not about the physical seeing. Some of you mmekaa katika kanisa kuanzia 19 huko, lakini spiritual ndani ya roho yako, in the spiritual times, haujaweza kukombolewa sababu bado wewe ni kipofu. Hauwezi ukatazama in the spiritual times, hauwezi ukatazama uone nguvu za Mungu sababu kiroho bado wewe ni kipofu. Ndani ya roho yako huwezi ona nguvu za Baba sababu wewe bado hujazaliwa tena, sababu wewe bado hujatazama tena. Lakini imefika wakati Yesu anaposhuka, lazima watu waanze kuinuliwa. Lazima waliozaliwa vipofu vya roho waanze kupata roho wa Jehova. Sema amen. Lazima tuanze kupata nguvu za Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza kuhusu kupofuka kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kupofuka kiroho. Yaani you don't have that ability to see in the spiritual way. Bwana Yesu asifiwe. But ni kazi njema ya Mungu ya kwamba wakati ambapo msaidishi unapokuja, wakati ambapo kipali kinapoteremka, ukaweza kukutana na mkono
kwa Jehova. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya Yesu kuzungumza nao wanafunzi, Biblia inasema ya kwamba baada ya yeye kuzungumza, aliweza kufanya kitu ambacho wengi hawakuwa wanatarajia kwamba Yesu anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Sababu alitema mate na akaweza kutengeneza udongo. Bwana Yesu asifiwe. Wengi tunajua udongo. Udongo ni kitu ambacho kimedharauliwa. Udongo mvua ikinyesha inafanya mtu anakaa kwa nyumba siku mzima. Hata kanyaga nje sababu anakopa nini? Matope. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Yesu anachukua yale matope, anapaka mpendwa ndani ya macho zake na anamwambia ukaenende na ukajioshe ndani ya mto Siloamu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa njia nyingine, Mungu aliye mbinguni anapotaka kubariki maisha ya watu, anatumikia vitu ambavyo viko chini, kuaibisha vilivyo na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Anapotaka abariki maisha yako, hatazami yule mtu aliye pale, anaanzia mtu aliye chini, anamkuza polepole, anamuinua polepole. Anapomkuza anastahili, anapata stamina ya maisha. Unaposonga mbele, injili ya Baba inainuliwa. Sema amen. Kazi ambayo inainuliwa. Sema amen. Kibali cha Baba kinaonekana. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Unainuliwa zaidi sababu anatumikia vitu ambavyo vimedharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Vitu ambavyo havina maana, vitu ambavyo ukivitazama unasema hai kitu hiwezi nisaidia. Kwa mfano kaa vizuri. Kwa mfano wangapi wako na shindano kwa nyumba? Just be sincere. Wangapi wako na shindano kwa nyumba? Kiasi kushona nguo kashindano ile shilingi moja ile hapo kale kado. Nataka nikwambie mtu ambaye anapeleka Range Rover V8, ukimwambia produce toa shindano nisaidie, atakwambia kitu cha upuzi. Lakini inafika wakati ambapo anaporutiwa na nguo, hata kama ni usiku, anakimbia anaanza kutafuta ile shindano iko wapi. Kumbe Mungu anatuletea vitu ambavyo si ya maana, vinaonekana ya maana katika jina la Yesu. Nikutangazia unaonekana ni mtu wote katika maisha ya watu, wewe sio mtu wa maana, wamezungumza mabaya kwako. Nikutangazia imefika wakati utakuwa wa maana katika jina la Yesu. Kuna mtu amejivuta mahali hataki kuchukua hizo baraka. Nataka niseme majirani wamekudharau kwa sababu unakaa kwa nyumba ya mabati. Kwa sababu yeye anakaa kwa nyumba ya ghorofa, anapanda stairs, lakini wewe unakaa pale chini ati unakaa kwa nyumba. By the way, watu ambao mnakaa kwa ghorofa mnakusumbua sana watu wa mabati. Sababu nyumba ya mabati ikiwa karibu na watu wa ghorofa inakuwa ni dustbin yao. Akishamaliza kitu anatupia kwa dirisha, inaanguka wapi? Kwa mabati. Na haya mabati kuna watu wanaishi wapi? Ndani. Akiwa na majitafu anamwagia kwa dirisha, yanamwagika pale. Yaani unafanya hao watu ambao ni mabati wanaonekana kana kwamba sio watu, lakini imefika wakati nikupe moyo. Hata kama unakaa ndani ya mabati, hata kama unakaa vibaya, hata kama unadharauliwa namna gani, imefika wakati Baba anazungumza na maisha yako. Yesu atamuka na maisha yako. Baba anabadilisha kitu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unadharau mtu wa mabati ati kwa sababu uko navyo. Nimewahi sema nataka nirudie. Kama umebarikiwa na msosi, tumia vizuri. Kama tunajua tu huyo Philip anakula vizuri kwa nyumba yake. Amen. Basi imefika wakati unajua nini? Ile njaa ya lunch time ya kwamba mbaya sana. Si iko hiyo? Acha kujifanya hapa. Na ikifika lunch time unaanza kufanya mambo mengine ya hiyo. Njaa ya lunch time zinakuanga mbaya.
Sasa umetoa vizuri, mimi mtu wa mabati. Sina kitu ya kuku. Unaanza kunitempt. Unachukua kitunguu na usha wapi? Unaenda kwa chini. Kama unawasha gasi kidogo, unachoma kitunguu pole pole. Sinaruka tu mtu anakaanga kitu. Unamalisha, unachukua kaunga, unarusha kwa chini. Kwa chini. Si mtu anasema mtu anapika ugali na nyama. Na kumbe unajaribu imani ya mpendwa ambaye hana kitu. Nataka nikwambie, yule aliyekuwa na uwezo kukubaliki na zile vitu, ako na uwezo kuviondoa katika jina la Yesu. Isifike wakati unaondolewa baraka zako, ati ni sababu ya kiburi ambacho uko nacho. Achana na kiburi, utainuliwa. Achana na kiburi, utasonga mbele. Achana na kiburi, utabarikiwa. Kama unaamini sema amen. Sema amen. Achana na nini? Na kiburi. Unafanya huyu jamaa anatuma watoto wanajifanya wanacheza hapo kwako na kumbe wana time lunch. Wacha kutesa maisha ya watu wengine. Which testimony do you possess? Hiyo ni swali. Ukitoka hapo jiulize. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alipotoa mata, alipotema maji kwa ground na akatoa matope. Unapoangalia hiyo jina la matope, sisi binadamu nitoka ndani ya matope. Bwana Yesu asifiwe. Na matope, mud possesses the humanity of Christ. Bwana Yesu asifiwe. It possesses the humanity ambayo Mungu aliyetuumba akatupa kibali na nguvu. Unapotazama yale mate aliyoyatema, it has moisture. Bwana Yesu asifiwe. And moisture kwa njia nyingine inatumika kutupa sisi nguvu, the breath. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unapotazama alikumbusha nyuma in Ezekiel chapter number 37, if I'm not wrong, baada ya Mungu kuzungumza na mtumishi wake Ezekiel na akamwambia kwamba ukaenende kwa bonde la mifupa mikavu. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika kwa mifupa mikavu, Biblia inasema kwamba alipozitazama, sababu Roho wa Mungu alimzungumza na akambeba na akampeleka, alimpeleka raundi katika ile bonde. Alipotazama zile mifupa, Biblia inasema kwamba Mungu alimuuliza, hizi mifupa zinaweza ishi? Je, hizi mifupa zinaweza ishi tena? Biblia inasema kwamba yule mtumishi wake Mungu Ezekiel akamwambia Mungu, wewe ndiye uko na uwezo. Yaani kwa njia nyingine, mtu ambaye ako na uwezo kubadilisha kitu ambacho hakina uhai kipate uhai ni Mungu peke yake. Akibadilisha kinabadilika, akibadilika kinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye ako na uwezo peke yake. Aliposa alipomuuliza ya kwamba, je, hizi mifupa zinaweza ishi? Akamwambia Mungu ndiye ako na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Na sababu Mungu ako na uwezo, akatumikia sasa yule mtumishi wake Ezekiel na akamwambia kwamba now prophesy. Bwana Yesu asifiwe. The term prophesy, unajaribu kutamka matendo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. You can prophesy to somebody. Na ukimwambia kwamba nataka nikuprofesie ya kwamba Mungu aliye mbinguni anakupeleka viwango vingine, unapochukua na imani, bila shaka ya kwamba kwa imani milima zinasonga. Bwana Yesu asifiwe. Unapochukua na imani unasonga viwango vingine. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia now it is time to prophesy. Yaani kwa njia nyingine, kila kitu kina wakati wake. Sema amen. Pia jana yako, kila kitu kina wakati wake. Sema. Ambia jirani yako, kila kitu kina wakati wake. Nataka kumwambia jirani yako kimwangalia uso. Unajua mwingine anasema kila kitu kina shida. Kama kusukua meno, hiyo si shida ya jirani. Wewe waambia jirani yako kila kitu kina wakati wake. Kama jirani yako akuangalie, umuulize, "Kama unaketi au?" Bwana Yesu asifiwe.
Kila kitu kina wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ikafika wakati sasa wa kuprofesai. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya Mungu kumpa mtumishi wake Ezekieli ile nguvu na kibali na ruhusa kusema ya kwamba now you can prophesy. Alipoprofesai kwa zile mifupa, Biblia inasema ya kwamba mifupa zilisongeana polepole. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa njia nyingine, wakati ambapo we are prophesying kwako, zile baraka zilizokuwa mbali zinasonga polepole. Sema amen. Zinaanza kusonga polepole. Kwa sababu Biblia inasema kwamba zile mifupa mikao zilianza kusongeana. Mifupa kwa mfupa. Bwana Yesu asifiwe. Kizungu inasema bone to bone. Na iliposongelea ikashikana. Wakati iliposhikana, Biblia inasema ya kwamba baada ya zile mifupa kushikana, licha ya kwamba zilionekana ni mifupa mikavu, lakini pia Mungu alisababisha kitu kingine. Akaweza kuleta nyama zikaja zikafunika zile mifupa. Yaani imefika wakati mpendwa, Mungu anatuma roho wake, anaanza kufunika maisha yako, anafunika ndoa yako. Sema amen. Akatuma nyama, flesh, ikaja ikafunika zile mifupa. Na zile mifupa zilipofunikwa, Biblia inasema kwamba kuna kitu kimoja cha muhimu ambacho kilikosekana. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha muhimu, na ndipo nikakwambia the moisture ambayo Yesu alitema na akachanganya na yale matope yaliweza kufanya mpendwa akalikeni macho zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo what was lacking kwa hizi mifupa ni moisture ambayo ni the breath ambayo tunaipumua. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia tena yule mwanadamu ya kwamba you can prophesy kwa hii upepo. Na unapo prophesy kwa hii upepo inakuja yenyewe, inaingia ndani ya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. When we prophesy, baraka zinakuja zenyewe, zinaingia hapo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Baraka uende kwa soko. Nikazame vizuri. Baraka au uende wapi? Uende soko mchinga. Uende Toi. Uende Kangeni. Soko tunapo prophesy. When we prophesy about the blessings of God, zinaanza kusogelea kwako polepole. Bwana Yesu asifiwe. Zinasogelea polepole kwa sababu umekubali kwamba I need these blessings katika maisha yangu. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba baada ya yule mtumishi wa Mungu Ezekieli kupewa ile ruhusa ya kuprofesai, ile breath ama zile nguvu za kupumua zikateremka, Biblia inasema ya kwamba alipoprofesai something happened. Na usikize vizuri. Alipoprofesai, kona zote nne ya ponde walianza kusikika na sauti. Bwana Yesu asifiwe. Na imefika wakati ndani ya hili kanisa sauti ianza kusikika kona zote nne ya hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Baba ianza kusikika. The power of the Holy Spirit ianza kusikika kutembea ndani ya hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ile sauti ilipoanza kusikika, kumbe ilikuwa ni sauti ya kupumua. Bwana Yesu asifiwe. Sababu Biblia inasema ya kwamba upepo ilipiga kona zote nne, na ilipopiga kona zote nne, ilipopiga zile mifupa na ikapiga that flesh, yale ambayo ilionekana kama mifupa, ilifika wakati Bwana, kumbe Mungu anapotaka kubariki, anabariki vilivyokufa vikaonekana havina maana tena katika maisha yao. Anapoiweka pumzi yake, vinaanza kuinuliwa katika jina la Yesu, vinapelekwa hatua nyingine, vinainuliwa. Sema amen. Zile mifupa mikavu, Biblia inasema kwamba zilipopigwa na ule upepo, ziliweza kuamka, kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Na ziliposimama, zilianza kupumua, zilipata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa njia nyingine, Bwana, unapopata nguvu za Mungu, hata utembee usiku kwa giza namna gani, ikafika wakati Biblia inasema ya kwamba konde ama Yesu atakuwa ni taa ya miguu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa ni mwanga, hata utembee kwa giza utawahi anguka, sababu Mungu ni taa na ni mwanga wa maisha yako. Sema amen.
Ndiposa Daudi anasema ama Yesu ni taa na ni mwanga wa maisha yangu. Ni mwanga ya taa ya miguu yangu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukubali Yesu awe ni taa na awe ni mwanga wa maisha yetu. Bwana Yesu anabariki sote. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia wewe mpendwa ambaye ni kipofu ya kwamba enenda ukajioshe kwa kile kisima cha Siloamu. Bwana Yesu asifiwe. Hali kwa njia nyingine, kile kisima cha Siloamu kimebeba ambayo ni damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoenda kujiosha kwa damu ya Yesu Kristo, nao kwa njia nyingine mzungu anasema ya kwamba we are being consecrated. Bwana Yesu asifiwe. We are being consecrated once again. Ili utukufu wa Baba uliokuwa umepotea ukalegee tena katika jina la Yesu. Tuseme tu amen. Bwana Yesu asifiwe. Akamtuma. Na Biblia inasema ya kwamba ina portray the image of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unapojirusha ndani ya kile kisima, unapotoka ndani mpendwa, unatoka ndani umekuwa huru kweli kweli. Sema amen. Sababu alipojirusha ndani mpendwa kipofu, alitoka ndani kama alipata macho zake. Alipoenenda kwa kijiji, watu walimtazama, wakasema sile yule ambaye tunajua, sile yule ambaye kako barabara kipofu. Wengine wakasema sio yeye, wengine wanasema anafanana. Yaani unapobarikiwa mpendwa, adui zako watakuwa confused katika jina la Yesu. Unakuwa confused katika jina la Yesu. Waliokujua kama wewe ni kipofu wanaona wewe unatazama tena. Waliosema wewe ni masikini wanaona uko na mali. Wanaona unainuliwa. Wanaona unabarikiwa. Sema amen. Biblia inasema vizuri sana. Yaani napenda hapo mahali. Inasema ya kwamba waliomjua, majirani zake, the neighbors, waliomtambua, walipomtazama, wengine wakasema sio yeye, wengine wanasema ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walikuwa na courage, wakamwambia kwamba kama ni wewe, nani amekufanyia hayo? Bwana Yesu asifiwe. Naye akasema, kama kwanza walimuuliza nini imefanyika, akaanza kuexplain. Yesu alikuwa anapita, akaniona, akaniguza, akatema chini mate, akatengeneza kaondoka, akaniguza, akaniambia yende nijioshe kwa mto Siloamu. Nilipotoka naye nikapata naona. Wakamuuliza, na je, huyu mtu ako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa njia nyingine, waliosema ya kwamba Mungu wa hekima sio Mungu wa ukweli, watakapoanza kushuhudia baraka za hekima zimeanza kuinuliwa, wataanza kuja kuuliza Mungu wenu ako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wataanza kusema huyu Mungu ambaye mnamsifu anapatikania wapi? Sema amen. Wadishangaa, wanamuuliza huyu mtu ako wapi? Naye aliwajibu vizuri sana, sijui mahali ali. Bwana Yesu asifiwe. Nani kwa njia nyingine, wacha Mungu afanye kazi yake ndani ya maisha yako. Nasema wacha Mungu afanye kazi yake ndani ya maisha yako. Kama anataka kukumold, akutengeneze uwe chombo kipya, mpe Mungu nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu akumold, wacha kubadilishe, wacha kugeushe, utabarikiwa katika jina la Yesu. Simama akubariki wote. Sisi tuinua wote. Simama wewe ni mwanga wa maisha yako. Utembee na ushuhuda ulio hai katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kutangazia na kwamba Baba huyu aliye mbinguni, jinsi alivyogusa maisha mpendwa huyu ambaye ni kipofu miaka zake zote, agushe maisha yako katika jina la Yesu. Agushe ndoa yako katika jina la Yesu. Abadilishe mabaya yawe mazuri. Aleta amani pasipo na amani. Na ninajua amani inapopatikana watu wataishi maisha mazuri. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na unapotaka
ukitaka. Hiyo tunasemishi inayosema ukitaka, ya kwamba ukaweza kuregain your spiritual power. Ukitaka uwe na good report, uwe na good testimony. Kitu ya kwanza, uwe na moyo wa nyama. If you want to have a good testimony, ushuhuda mwema, tafadhali kuwa na moyo wa nini? Wa nyama. Ezekiel 36, nikimalizia Ezekiel 36:26, Biblia inasema kwamba Mungu anasema I will give you a new heart. Bwana Yesu asifiwe. And put a new spirit in you. Bwana Yesu apewe sifa. I will remove from you, sikia hapa sasa, I will remove from you your heart of stone. Ataondoa ndani mwako ule moyo wa jiwe. Moyo, wengi wanasema moyo wa mawe, moyo wa jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na atakupa moyo ambao he will give you a heart of flesh. Atakupa moyo wa nyama. Na unapokuwa na moyo wa nyama, mpendwa, wewe tu ni mtu wa baraka tu. Wewe ni mtu wa kubariki tu watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wewe si mtu wa kushinda na mambo ati mtu amekukosea, unatembea naye ndani ya moyo wako dakika zako 20, unazunguka naye kwa moyo, unasema siwezi msamehe. Tusameheania mbinguni, mtaonania wapi mbinguni mkisameheana? Bwana Yesu asifiwe. Tukutane kwa laini mbinguni tusamehe. Nataka nikwambie tutabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Tutapewa miili zingine. Kristo Yesu asifiwe. Hizi miili ambazo naona wachana nazo, tukifika kule hakuna mzee, hakuna kijana, hakuna mama. Yaani we shall receive a new bodies. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa hivyo napoambia watu wako ya kwamba tutasameheania mbinguni, sameheania hapa sasa. Biblia inasema vizuri. Nisikize. Biblia inasema kilichofungwa duniani mbinguni kinafanya nini? Tafakari ya baba. Uulize. Jambo la pili, jua jinsi na namna ya kutubu. If you want to possess a good testimony, jua namna ya kutubu. Na kama kanisa wanasema uwe in the digital time, ukiambia huyu mtu aanze kutubu hata ajui. Unaambia huyu mpendwa twende mbele za Mungu, unajua anafanya aje? Amemaliza, anaanza kuangalia wengine wanaomba namna gani. Umezungumza na Mungu, unachukua 1 minute, unachukua 30 seconds, atushamaliza. Nataka nikwambie, if you want to possess a good report, jua kutubu. Tubu maisha yako. Ondoa zile vikwazo, magonjwa, vitina, ufarakano yote itoke katika maisha yako. Taja kila kona zote. Nataka nikwambie, ukitenda haya, you shall always possess a positive testimony katika jina la Yesu. Amen. Si Baba akubariki. Amen. Si Yesu atubariki sote. Amen. Si Baba atuinue. Amen. Si Baba wewe ni taa mwangaza wa maisha yako. Amen. Usiwahi kosa kitu katika jina la Yesu. Amen. Kuanzia sasa utembee ukiwa na positivity katika maisha yako. Amen. Sababu now we are good managers, and now we know and we understand that we shall carry a positive testimony. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We shall always carry positive testimonies in Jesus' name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, nataka niwaambie ya kwamba ukiwa Mkristo mwema, jifunze kutubu, jifunze kushare na watu wengine kidogo kichache ambacho uko nacho, sababu umepewa
moyo ambao ni wanyama. Bwana Yesu asifiwe. Na umepata, tuombe Mungu ya kwamba tupate zile nguvu za kiroho zituongoze, zitubariki katika jina la Yesu. Baba awe ni mwema katika maisha yako. Baba awe ni mwema katika nyumba yako. Baba awe ni mwema katika kazi yako. Baba awe ni mwema katika ndoa yako. Sema amen. Simama kwa miguu yako katika jina la Yesu.